Ai mwanaume. Ya. Nikola sasa hivi. Wewe unamjua. Anamjua ndio. Niko napitia hivi niko ndo wakazi. Ya. Tayari sema nikusalimia. Nataka kwenda kuchange. Nifanye mazoezi mwili iwe rahisi. Sasa nimwambie mwanaume. Wewe unakwambia hivi? Na mjua ndio? Mwanaume kwani mbele chakula poa. Anini? Chakula poa. Kama ulikuwa umetembeleza hizo kwa chakula? Mwanaume hapana. Mwanaume. Chakula kuli? Mwanaume hata kama ni kijiko moja poa. Sasa nakwambia mwanaume. Hata ukifanya mazoezi kila siku. Mwanaume ni mchoyo. Ukataka kula chakula yenye kuna mafuta kama hii yangu. Si ni baba, ni baba. Ukataka kukula kuku, ukataka kula nyama. Mwanaume sasa nikwambie, siku ya kufa ikifika, lazima utakufa. Hata wewe utakufa bwana. Hapana? Hata ukitaka kunipenda leo kufa. Si mnafanya mazoezi ili msione? Tunafanya mazoezi. Sasa bro, acha nikwambie kitu moja. Hii maneno ya kufanya mazoezi hapa. Siku ya kufa ikifika, lazima utakufa. Mazoezi haitazuia. Kwanza utakuwa na mafuta mingi, wewe utakufa haraka wewe. Yaani bro, mimi naweza kula bro. Mtu yule wewe. Mimi nataka kula. Kwanza bro. Siwezi kupoteza hapa. Mimi ni kazi huku shughuli pale na pale hivyo. Sasa mimi nilikuwa nimetoka huku kazi. Nenda ni change. Lakini nianze mazoezi. Nakimbia hii barabara. Mbio. Yaani upunguze upepo? Nipunguze energy. Unajua mimi nasikianga? Kila siku. Lao Kikuyu. Wakiwa wanasema is a level new day. Sisi Wakikuyu. Is an opportunity day. Ati? Is an opportunity day. Day? Is a level day. It's an opportunity day. Kwa nini unajua hiyo mwanaume? Kwa nini? Ndio unasema? Kwa nini? Sasa jamani Wakikuyu. Unaona kupunguza upepo. Mimi na ulipi? Hapana, sina kama ni kupunguza energy. Hauna kupunguza energy kwa hapo? Kupunguza weight. Hakuna kupunguza energy kwa hapo? Ni kile kujaza mbule ba. Mwanaume lazima Sio kujaza mbule bana. Kwa nini? Lazima mzee kama Wakikuyu mimi wananizonga sana. Kwa nini? Sisi Wakikuyu wananizonga sana. Sisi Wameru ndio mnakuwa atika hii Kenya nyinyi Wameru. Lazima Wameru. Wameru ni wajinga sana. Hadi nikwambia bro. Wameru. Anajulikana Mira. Unaona Wameru? Wameru hata wako jirani za Mira. Vitamini yote inatoka kwetu. Majani kuna majani kama ikienda Nairobi, ikienda wapi, vitamini yote inatoka kwetu. Alafu nasema mwanaume Wameru wajinga. Kwani wewe kulaki Mira? Nani? Kazi yako ni kula tu ni kula na ugali kila moja. Yaani hakuna hii sufuria imejaa mchele. Ndio mwanaume bwana kazi yako ni kula. Usinakula kama mnahama. Wewe. Hizi ngano iko hapa? Ni tumbo. Hizi ngano iko hapa? Nini? Na kupata tumbo ndio honja? Honja ni kumaintain hiyo tumbo. So unasikia hata kupata kali si shinda? Sina ni kumaintain? Kumaintain hiyo kali. Unaweza kukwambia tumbo yako inaweza kunywa maji ya chimbe. Lakini kumaintain ikae hivyo. Mbona ni kazi? Sio mchezo. Sasa chakula unipenda. Sasa mbona unaingia? Hata madhara niambie mbona kama kutaka. Niambie. Si madhara nchi bwana. Mimi nafanya kazi za saba. Sasa unaambia mbona sasa watu kwa mbona ni wewe kwa mbona na kazi pekee. Mbona hata nini? Sasa kwa sufuria. Nini mbona? Tunapata sufuria bwana. Wewe corona. Hapo hizo zinaweza kupotea. Hata imeungua. Siku hizi hata sufuria hatoshi. Hata imeungua. Siku hizi hata sufuria hatoshi. Hata maji ya kuoga. Unasikia kile kitu kimetoka. Mbona mimi ndio business? Sasa mimi bwana. Unafaa kwenda washindana ile ya kula wewe. Nini? Jana mtandaoni tunashindana na watu wanakula. Unafaa kupeleke huko. Sio nzuri sana bwana. Na nje hao yenye corona. Jana mtandaoni kama mwanga hivyo na peleka watu wakule. Jana mpigie kama kwa ni aje. Nani? Kama nini? Kama nini? Tunapata sufuria bwana. Jana utaniambia venye nataka kwangu. Wewe? Kama ni kwangu. Anakanga hivyo. Sawa. Hata sijui unakuja nini? Nimekuja kusalimia. Lakini nyinyi Wakikuyu mnanichangaza sana. Kwa nini? Nilikuwa nikifanya utafiti. Hii majina yetu yenye umari wewe inatoka. Especially wasichana.
Majina ya wasichana. Kaona aje utafutia ya Kulingana na jamii ndio kaja utafutia Meru sana wa Kikuyu. Wewe unataka kunjua hiyo juzi yenye mnakuwa nayo mnakuwa umetoa wapi bwana? Wakikuyu ni werevu. Hakuna What's pita hata ukienda wapi ama wapi. Jia hata ya country hata dunia mzima huwezi kwenda ukoze Mkikuyu huko. Mbona mwacha nikwambie? Maana zile wamekuta Meru. Meru unajika sana wananga pale Meru tu huko kwenu Meru. Mimi nimekaa hivi nikafikiria mahali wa Kikuyu wanatoa hii majina ya kwa watu. Especially ya wanawake. Wasichana. Unajua kwa Meru hakuna maneno mengi. Mtoto akizaliwa kama ni msichana anamuita Kalaweza, Katweri, Gaki, Kiare. Hiyo ni ile majina ya tunaviananga. Lakini hiyo Wakikuyu kuna kaproto kwa fulani naona kama unamezoea hapa. Mtuli wewe. Na ile utafiti yenyewe mimi nimefanya. Nikana kwamba mtoto akizaliwa kulingana na hiyo kimsimu. Hiyo kimsimu anapewa jina. Hai. Sikuelewi. For instance. For example. Nini? For example. Sio hivyo. Undia ni maana for example. For example. Si for example. Jana wewe. Nyinyi ndio mnafunyango na msikiange maneno. Ndio maana Kenya tuko na zina mingi hivi. Umekuja kwangu na bado unaniambia mimi nimekwambia for example. Mimi nakwambia nyinyi Amerika kungoa. Mbona umesema for example? Si kwa mambo mingi bwana. Si pole. Mimi sema hiyo yako mimi. Sidhani kazika bwana. Gai. Sasa? Unaona kule Nyeri? Wacha ng'ango bwana. Unaona kule Nyeri? Atu wapi? Huko Nyeri. Sema Nyeri mbona? Nyeri kwa Kikuyu. Ukienda Nyeri mbona? Mtoto azaliwe. Juzi nimeturika kukua huko kwa hospitali za huko. Nyeri. Ulikuwa toa hadi gani huko? Hakuna. Ameru wadai kazi, ameru kula mera. Nakwambia nilinusurika. Sema kunusurika. Sema nusurika. Kunusurika. Kukua huko kwa hizo hospitali za huko. Maajabu ambayo niliona mimi najua nilikaa huko kutoka asubuhi hadi jioni. Tukitoka saa ngapi? Asubuhi hadi jioni. Kidogo masaa asubuhi mtoto akazaliwa, mtoto msichana. Asubuhi. Mtoto akazaliwa. Kidogo sasa mtoto kuzaliwa na yeye kazi huko inakujanisha aje? Wachana nayo. Mimi nilikuwa shughuli zangu bwana. Mimi nafanya kazi mingi bwana. Hata mimi naweza kuwa ni mimi nakuwa nasi huko. Mjui? Na kama gitnas. Hapana? Watu wanakuwa tu huko. Wachana nao. Sasa kidogo daktari mkubwa ndio huyo amekuja. Daktari mkubwa kukuja akasalimia watoto good morning. Akasalimia nini? Good morning. Kidogo nikasikia mama mmoja anasema daktari amesema wale wasichana wamestariwa. Atasema sasa nini? Wamezaliwa saa hii waitwa Monica ni morning. Daktari alikuja akawasalimia good morning. Nikasikia mama mmoja amesema daktari amesema wale watoto wote wamezaliwa wasichana waitwa Monica. Sasa Monica good morning imekujanisha aje? Si ni jina tu amempea. Sababu mtoto amezaliwa asubuhi. Na daktari amekuja amewasaidia good morning. Anasema good morning na Monica. Hapo ina line. Sasa ikasemekana huyo mama akasema daktari amesema wale watoto wote wamezaliwa waitwa Monica. Hiyo kitu hapo ina flow. Lakini hakuelewa. Daktari alikuwa anasalimia. Kidogo masaa yake ikafika liko huko. Ati masaa nini? Masaa lunch. Kidogo mama mmoja akauliza daktari. Daktari saa ngapi? Akamwambia it's already midday. Mama mwingine alikuwa hapo akasema wale watoto wamezaliwa hii kumesemekana waitwa midday. Mimi wakiwa wamechanganya sana bwana. Kidogo nikienda kupelekea jamaa mwingine chai huko hospitali. Masaa ya jioni ndio hiyo. Lakini akakunja good evening. Sasa hizo yuko maternity. Nimeenda kupelekea kijana mwingine chai huko. Sasa daktari ndio huyo. Good evening.
Mama mwingine naye hapo ndiye alikuwa amepata mtoto. Ndio huyo amemuita Evelyn. Ay. Midday, morning, Evelyn tena. Wachana na hiyo haikunistua sana. Ile ilinistua kuna hii kasahani. Alikula nini? Hii ni sufuria. Wonga. Wewe na wewe. Alikula nini? Kuna hii kasahani ndio anaenda akiwa amebeba. Ilikuwa na tulijiko, tumakazi, sijui wembe, sijui nini, kidogo ikaanguka. Mama mwingine hapo akasema, si ukote daktari hizo vitu on the floor. Sasa alikuwa anaambia mwenzake sababu alikuwa karibu na mali hizo vitu vianguka. Akamwambia wewe si ukote daktari hizo vitu ziko on the floor. Huyo mama naye akafikiria ameambia mtoto wake amuite Evelyn, amuite Florence. Jua kwambia kwa hizo vitu kwa Florence ana sasa akasema aitwa Florence. Ninyi Wakikuyu ni watu sijui kama amwelewa Kiingereza ama nini. Sasa hapa daktari alisema akutaka vitu akaambia vitu chini ya simiti. Akaambia vitu kwa floor. Akaambia wapate vitu kwa floor. Sasa huyo mama mwenzake anamwambia ukotea daktari hizo vitu ziko kwa floor. Akafikiria kama daktari amesema ita mtoto wako Florence. Ai. Sasa mtoto wako Florence. Mtoto wako na hapo akaitwa Florence. Ai. Wewe, kwa hiyo mafanya utafiti. Kidogo, mume. Na unasikia wakati huo mimi nilikuwa nimeenda kutembelea kijana mwingine rafiki yangu. Nikaenda kumpelekea sasa yuko maternity. Ndio tena alikuwa huko. Alikuwa anafanya mtoto na hapana, sio kijana alikuwa huko kwa hospitali. Maternity. Ai. Hapo. Kijana ni mwana anaenda kujania wapi? Kwa nini kijana anaanza class siku hizi? Hapana. Wewe hujanielewa? Mimi nilikuwa nimempelekea saa 10. Saa 10 wapi? Sio hospitali. Huko maternity. Sasa kidogo mimi kuingia hivi nikasikia daktari ameniambia and please close the door. Utakamia nini? Please close the door. Please close the door. Mama mwingine alikuwa karibu na mlango. Nikasikia akiambia mwenzake, daktari amesema wangu wataitwa Dorini. Ati wangu wataitwa Dorini. Ndio kumbe close the door. Sasa mimi nikashindwa, nimeamini nifunge mlango. Na huyu mama anasema daktari amesema mtoto wake tu Dorini. Dorini kusoma mlango wene. Na Kimeru ama ni nini? Daktari alisema please close the door. Huyo mama mwenye alikuwa hapo karibu akasikia ni kama daktari amemwambia tafadhali mtoto wako aitwe Dorini. Ndio ruma nishangae. Halo. Sasa mimi watu wa Nyeri wamechangaza sana mimi. Juzi tu nimekuwa huko. Na hiyo kitu kimenishangaza sana. Kwanza wachana nayo. Hiyo mambo hebu kwanza wachana nayo. Ile kitu ambayo imestori mimi kabisa ni ndege. Airplane. Ndege wa angani. Hizi ana barabara huko juu. Hata sio ndege. Hakuna watu wanakuanga siri kama wa serikali. Sijui wanataka serikali. Serikali wanakuwa na serikali sana. Ni siri Na ujue kweli wanakuwa na serikali. Mbarambara wakati wanatengeneza barabara ya ndege huko. Hawapeanagi contract na hawapeangi watu kazi. Asante watu wanapenda wanaenda barabara aje kwa nini kwa hewa. Serikali wanakuwa very secretive. Watu wanakuwa nini? Security. Wanakuwa nini? Secretive. Zile barabara nimekuja kugundua ziko huko juu. Ni mingi sana. Da anagana ndio hiyo kazi. Kidogo na ruonagi juzi. Wacha jana. The previous day kuna accident ilifanyika pale juu. Ya nini? Mimi ndiye nilikuwa mtu wa kwanza kushuhudia hiyo maneno. Ukiwa huko chini na ndege ziko huko juu. Mimi nakwambia kuna accident ilifanyika huko juu. Na saa hii naita mwito wa serikali. Waeke zebra crossing huko. Kwani zebra zina cross huko kama yaje? Sababu kama si chui alikuwa anapita, hiyo ndege ingeanguka. Mimi nakwambia nilikuwa eyewitness hapo. Kwani unaishingi? Si huko ndiko kwa unaishingi huko juu aje? Huko nakwambia kuna barabara huko. Wewe mjui serikali inakuwa na siri mingi sana. Na watu watakikani wajui maneno.
Sasa kwa nini nipata serikali? Mimi mwenyewe Ulijua aje wewe? Mimi mwenyewe ndiye nilikuwa eyewitness, nilikuwa hapo. Ndege ikianguka na chui akipita, nilikuwa hapo. Lakini kidogo kidogo umbani hakuko na pump na hakuko na zebra crossing. So serikali kuna makosa mengine wanafanyanga na ni mbaya sana kwanza. Na wewe mtueli wewe. Mbaya sana. Wewe mtueli wewe. Unakazeka sana. Wewe mtueli wewe. Huko hapo karibu na nako kama mto. Ngoja mtueli. Ngoja kidogo kwanza nikuelezee. Ngoja kwanza nikuelezee. Hapo karibu na nako kama mto ya Wasonyiro. Wangeweka pampu. Kisha waweke zebra crossing. Kisha waweke saini ya wanyama kupita. Hiyo ndege ingeanguka. Ngoja. Kama umeanza kuvuta bangi, Kaburume, unakula mwela, unachanganya na bangi, ukunye unataka kuruka juu ya nini? Kaburume, toka mtawazimu kijana. Wewe, haija. Kaburume nisikize. Ati bump juu biguni, sijui nini. Si juu mbinguni. Na kuambia kuna mambo mengine wanaishi wajuangi. Basi mwananchi wewe. Mimi ile utafiti yenyewe nimefanya. Kali sana. Basi na kuambia barabara za ndege huko juu. Zinafaa ziweke mbambo. Ziweke zebra crossing. Ziweke ile kasaini ya kuonyesha ya kwamba wanyama wanapita. Yale unataka kuniambia bagi yote mvure ili ngoja kulipukia hapa tunaonyesha kuna barabara huko juu. Huko juu nakwambia kuna barabara. Sasa hii accident ilifanyika karibu na hii mto ya Wasonyiro. Mimi nilikuwa hapo, I was the eyewitness, nilijionea hivi. Chui akipita, ndege ikakuja hivi, ilikuwa inakuja hivi. Chui wakati alikuwa anapita, huyu dereva wa ndege ilikuwa inakuwa huku juu. Akaigonga. Huyu mwingine akienda kuipotelea, akaanguka. I was the eyewitness hapo. Wewe ulikuwa unafanya nini huko juu? Na wapi? Na kwa ndege huko juu. Wapi? Huko juu. Siku juu mbona kuna barabara huko juu? Wewe sasa ulienda aje? Tekeleza hapo. Siku nakwambia kuna barabara huko juu. Wewe unaenda kwa barabara? Sinatembea tu. Na mimi nyingine, mimi unafikiria mimi naenda aje huko? Sinatembea. Fanya friends hapo hapa, anza kutembea kwa hiyo barabara. Si unaanza kutembea. Hiyo barabara haijaanzia hapa. Hiyo barabara imeanzia Nairobi. Inaenda ikipanda hivi. Hivi inaenda. Na mimi mwenyewe wewe bangi yako si ya Kenya. I was the eyewitness. Nilikuwa nimeenda kuatia ng'ombe majani. Mimi mwenyewe hawezi hapo zilikuwa huko juu tena. Hurume. Nakwambia huko kuna barabara. Siri kama vile unaenda kwa mtu kutafutia ng'ombe majani. Hiyo ilikuwa huko kutafutia ng'ombe majani. Hai. Hurume. Sikiza maneno. Mimi nakufichulia siri fiche za serikali. Maneno fiche ndani. Na mimi mwenyewe nilikuwa eyewitness. Sasa niko na mwito kwa serikali. Niko na nini? Mwito kwa serikali. Mwito ni kusema nini? Mwito ni kusema nini? Karibu na hii mto ya Wasonyiro. Kuweko bambu na kuweko zebra crossing. Otherwise, hii ndege aina ya helicopter na aina ya jeti azingegongana kama huyu chui angepita hapa. Akitoka msituni, akipita hii msituni nyingine. Wakenya punguzeni bangi. Sasa unabaki Murume. Ile mambo yenye nakwambianga mjwangi ama makula miraa. Ile mambo yenye nakwambia mjwangi, mimi situmie kitu bwana. Wewe, mimi situmie kitu bwana. Yeah. Mimi situmie kitu bwana. Sasa mwito kwa serikali. Sasa unaniambia aje sasa? Nataka niwaambie hii karibu hapa karibu na mto wa Wasonyiro. Waeke kampampu hapo. Na waweke zebra crossing hapo. Otherwise, hii ndege aina ya helicopter na hii jet hawangegongana sababu maana huyu chui angepita hapo. I was the eyewitness. Mimi niliona zikigongana. Kwa ile barabara yenye imepita kutoka Githurai kwenda Mzeituni. Kwa hiyo Jackson iko hapo. Karibu na kadarasa ya Wasonyiro. Wewe, kama nimeona hizo barabara kulingana vile zimeundwa. Inataka hata renovation. Mimi nimeona ndio maana tunakula sufuria mzima ya mchele. Ni bangi yenye muda huko na mira kula. Hii ni afadhali Murume, mimi sitakula. Hii ni afadhali bwana. Sitakula. Mimi sitakula. Hii ni afadhali bwana. Na bibi yako anataka kupikia hivi chakula yote. Nini? Bibi yako. Kwa kazi yake ni gani? Ni pika. Na nini kingine? Na mimi nataka aje hapa siku na unakaanga huko tu. Hai. Wewe Murume. Hajapa kukula tu. Murume. Ndio mimi ni nini? Bangi ya appetizer. Appetizer. Nataka kuingia tena kwa nyumba. Nitoke sana na sabuni yenyewe. Fanya hivi. Murume huko umezambiwa. Hebu jipe shughuli. Hai. Sababu wananifukuza. Hebu jipe shughuli Murume. Hai, wanipatia wananifukuza. Nakwambia jipe shughuli. Leo sindikata na panga. Wewe. Ukisema utoke na unatoka bwana. Wewe.
Acha na kanini kana shida hapa kwa sababu ni anakuja kwa hapa hata mtu aweza kula na amani.